Mfahamu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtoto mtukutu aliyeikana miiko na kuchagua ndoa ya mke mmoja. Miaka 26 tangu kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mengi yameandikwa na kusimuliwa kumhusu mtu huyu anaendelea kuishi kama shamba darasa kwa maisha ya uongozi na falsafa. Wasomi na wanazuoni wamechapisha maisha yake katika fasihi ya andishi zitumike kama miongozo kwa wapiga kura na kwa wale watakaopewa dhamana hiyo baada ya kupigiwa kura. Hakika hakuna kipya cha kusema kumhusu mtu huyu aliyeishi maono ya kileo katika zama za kale. Lakini nitazamapo picha hii ya ubavu wake uliosalia hapa duniani, napata jambo la kukusimulia katika makala haya. Hii ni picha ya mrembo wa zamani aliyelainisha misimamo ya kijasiri ya mtu aliyesifika kwa uimara wa hoja na mtazamo. Huyu si mwingine bali ni Bi Maria Gabriel, mtu anayemiliki yale tusiyoyajua kumhusu shujaa wa vita vya ukombozi aliyeshindwa kujikomboa kwenye pingu za maisha za imani Katoliki. Mwanzo wa historia ya maisha ya Mwalimu Nyerere ilianzia Aprili 23 mwaka 1922 alipozaliwa katika familia ya chifu wa Kizanaki na kupewa jina Mugendi, yaani mutembezi, jina ambalo mizimu hai ya Kizanaki ilikataa kata na kushauri bwana huyu aitwe Kambarage, yaani kichochezi cha mvua. Baba yake na Kambarage, yaani chifu Viwavi, naye hakuwa nyuma kabisa kwa upande wa totozi, kwani alioa jumla ya wake 22 na michepuko 4 tu. Ndiyo. Alimoa mama yake na Kambarage akiwa kigori wa miaka 13 pekee. Wakati huo chifu Viwavi alikuwa na umri wa miaka 43. Alijaliwa watoto 8 katika tumbo la mama yake na Kambarage, huku kiunoni kwa mzee huyo wakitoka jumla ya watoto 25. Alipewa jina la Viwavi ambalo kwa tafsiri nyingine ni Nyerere, na hii ni baada ya kuzaliwa kipindi cha janga kubwa la wadudu waharibifu wa mazao waliotambulika kama viwavi jeshi walioingia nchini mwaka 1860. Wakati huo bwana wanapewa jina kuendana na vipindi, hususan majanga na matukio makubwa yanapotokea. Mzee Viwavi alimlea Kambarage kwa misingi yote ya kimila, akizifuata desturi na miiko ya Kizanaki. Na Kambarage alipofika umri wa balehe, aliandaliwa mke wa kumuoa. Familia ilimposa mtoto wa miaka 4 aliyeitwa Magore Watia. Katoto hako ndiko ambako aliandaliwa aje kuwa mke wa Kambarage. Na hata alipopata kazi yake ya kwanza kule Tabora, familia ilikapeleka katoto hako akasome shule ya msingi huko ili tu awe karibu na Kambarage. Lakini kwa ukaidi wake Mwalimu Nyerere akampeleka mtoto huyo kwa mama yake huko Mwitongo. Kwa wakati huo haikuwa rahisi kukaidi maelekezo ya chifu, hususan inapokuja suala la kuoa. Lakini hilo wala halikumpa tabu Mwalimu. Akapewa sifa ya kijana mtukutu, lakini aliona bora kuzikosea mila na tamaduni za kale kuliko kukosea moyo. Ilipofika mwaka 1953, jicho la Mwalimu likatiwa kwa binti Mlimbwende kutoka kabila tofauti na Wazanaki aliyefahamika kwa jina la Maria Gabriel. Na hapo ndipo ukawa mwanzo wa simulizi tamu ya milima na mabonde iliyoanzia kwenye vita vya ukabila. Zamani kuoa binti kutoka kwenye kabila tofauti ilikuwa ni mtihani mzito. Ila sasa mambo yamebadilika. Ndio maana si ajabu hata kwa Mchaga wa Kishumundu kama Samson Charles kuoa binti wa Kihehe kutoka Iringa. Wakafunga ndoa na Maria Gabriel, na hii ilikuwa ni Januari 24 mwaka 1953, na kisha wakaenda kuishi wote huko Pugu kwenye chuo cha Mtakatifu Francis, mahali ambako Mwalimu alipokuwa ameajiriwa. Na baadaye mwaka huo walijaliwa kupata mtoto wao wa kwanza wa kiume, wakamuita Andrew Bulito, na kisha kufuatiwa na Anna Watiku, na baadaye wakabarikiwa Anselin Magige, kisha John Guido, alafu Charles Makongoro, na baadaye
akazaliwa Godfrey Madaraka na kisha Rosemary Huria, na mwisho kabisa akazaliwa Pauletta Nyabanane. Mwalimu alipenda sana familia yake, lakini alipenda vyakula vya asili zaidi kwa ajili ya kuutunza mwili wake. Muda wote yeye alipendelea kula mtama, na hii ndo siri ya mafanikio yake katika ndoa. Na alipopata nafasi ya kuwashauri wale wanaharakati wa haki sawa kwa wote, akawaambia kwanza waanze kwa kukataa mwanamke kulipiwa mahari, maana hapo ndipo chanzo cha tatizo lao. Wakagoma, na hadi leo hawataki hata kusikia. Ndo kwanza siku hizi wanaona ufahari wa kutaja mahari kubwa ili kutukomoa. Chaguo bora la Mwalimu Nyerere kwa Mama Maria ndio msingi mkuu wa mafanikio yake tunayojivunia leo, kwani kwa huba alilokuwa nalo Kambarage kwa mrembo huyu, hakika tungeongea mengine kama angemtia stresi kama zile zinazopatikana kwenye ndoa za kizazi cha leo. Lakini leo ni miaka 72 imepita tangu afunge ndoa, na bado mama huyu anakiishi kiapo chake kitakatifu licha ya kubaki na upweke kwa miaka 26 sasa. Tunaposherehekea maisha ya Mwalimu Nyerere Super Breakfast, tunarudisha heshima na shukrani kwa Mama Maria Nyerere, ubavu wa mzee uliobeba tafsiri ya neno uaminifu.